Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, kuelekea kwenye dirisha kubwa la usajili, moja kati ya tetesi ambazo zimeendelea kuhusu wekundu wa Msimbazi Simba, bwana, ni baadhi ya nyota ambao wameendelea kutajwa na wekundu wa Msimbazi Simba, lakini moja kati ya tetesi ambayo kwa sasa inatajwa na pengine ni moja kati ya tetesi ambayo inasubiriwa kwa hamu kubwa sana na mashabiki wa klabu wekundu wa Msimbazi Simba ili iweze kukamilika na isiwe tetesi tena, ni usajili wa Ramadhani Chobwedo, winga ya kizamani Baba Nelka, nyota wa klabu ya TRA United, moja kati ya nyota ambaye ameendelea kufanya vizuri. Bwana, ni moja kati ya nyota ambaye anatajwa tayari ameshakwisha kumalizana na wekundu wa Msimbazi Simba na ameshakwisha kusaini ule mkataba wa awali. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo ama tetesi ambayo kwa sasa ipo juu ya Baba Nelka Ramadhani Chobwedo kutajwa ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini ukiachana na tetesi hiyo ya Ramadhani Chobwedo kuhusishwa kutoa ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, kukiwa kunasubiriwa tu dirisha la usajili lifunguliwe, bwana, klabu ya Simba Sports Club ya Tanzania ipo karibu kufanya uhamisho wa mchezaji Sifo Mbule mwenye umri wa miaka 28, raia wa Afrika Kusini. Bwana, Sifo Mbule anamudu zaidi kucheza kama kiungo wa kati kwa maana ya namba 8. Moja ya sajili bora Simba wanakwenda kuifanya ni hii ya Sifo Mbule ambaye anamaliza mkataba na Orlando Pirates mwishoni mwa msimu huu. Baadhi ya vilabu alivyowahi kupita Sifo Mbule kabla ya Orlando Pirates ni pamoja na Mamelodi Sundowns pamoja na Shekune United, bila kusahau Super Sport United. Lakini ukiachana na tetesi hiyo, beki wa kulia wa Singida Black Stars Andy Selile, raia wa Ivory Coast, bwana, atamaliza mkataba wake na Singida Black Stars mwishoni mwa msimu, na kwa maana hiyo atakuwa free agent. Kabla ya kujiunga na Singida Black Stars, Ande alikuwa mchezaji wa ASEC Mimosas ya kwao Ivory Coast. Sasa mara baada ya taarifa hizi ama tetesi hizi, bwana, Ande anahusishwa kutua kwa wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Lakini ukiachana pia na tetesi hiyo, katika kuendelea kuimarisha eneo la kiungo, uongozi wa Simba Sports Club umeanza mchakato wa kumsajili kiungo wa kati Salim Adam kutoka Medeama FC ya Ghana. Akiwa na timu msimu huu ni mchezaji wao bora mpaka sasa kwenye michezo 25, amefunga mabao 9 na kutoa assist 1, pia akiibuka mchezaji bora wa mechi wa mechi kwa maana ya tuzo 7. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo Simba wanalenga kukiboresha kikosi chao, na ndio maana wameenda mbali zaidi kutafuta saini ya nyota Salim Adam kutoka ndani ya klabu ya Medeama FC ya Ghana. Ana uwezo wa kucheza nafasi tofauti na kutekeleza majukumu tofauti, iwe kiungo mkabaji ama kiungo mchezeshaji. Kwa hiyo Simba Sports Club wana inatajwa kuwa katika harakati za kumsajili kiungo huyo mwenye kiwango kizuri Salim Adam kutoka Medeama FC kufuatia kiwango bora anachoonyesha msimu huu. Takwimu zake kama ambavyo nimekujuza zinazungumza: michezo 25, mabao 9, pasi za mabao ni 1, na amechaguliwa mchezaji bora wa mechi mara 7. Kwa hiyo ni moja pia kati ya tetesi ambazo zipo. Lakini pia nimeona Miki JR, moja kati ya wachambuzi wa kongwe na wachambuzi wa mpira Afrika unaweza ukasema, ameposti tetesi hiyo ya nyota Salim Adam kutoka Medeama akihusishwa na wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini Simba Sports Club pia bwana inamtazama mshambuliaji hatari wa Stade Malien kutoka Mali Thaddeus Fomakweng mwenye umri wa miaka 26 kumaliza tatizo la umalizaji pale Simba Sports Club kwa msimu ujao. Mambo huyu amefanya kweli CAF Champions League akitupia mabao 3 na kuivusha timu yake robo finali na kuweka historia. Kwa hiyo Simba Sports Club inamtazama mshambuliaji huyo wa Stade Malien Thaddeus Fomakweng mwenye umri wa miaka 26 kama chaguo la kuimarisha safu ya ushambuliaji ambayo kwa sasa inamtegemea sana Selemani Mwalimu, ambaye of course ameendelea kufanya vizuri, lakini bado unaweza kuona kwamba pengine kama akiumia Selemani Mwalimu hakuna mshambuliaji mwingine ambaye pengine anayeweza akaleta jambo la tofauti kwenye ile safu ya ushambuliaji. Jonathan Soa tunajua kwa sasa kinachoendelea mara baada ya kuwa kwenye marumbano na Simba Sports Club. Tetesi zinaeleza, matatizo zinaeleza kwamba tayari Simba ameshakwisha kumalizana na Jonathan Soa na hatakuwa sehemu ya kikosi, lakini taarifa nyingine zinaeleza kwamba Jonathan Soa amepewa adhabu ya kufanya mazoezi na kikosi B, huku Simba Sports Club akiendelea kuangalia uwezekano wa kumalizana naye Jonathan Soa. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ile eneo la ushambuliaji ya Simba Sports Club inamkosa mshambuliaji ambaye anaweza akampa support Selemani Mwalimu, na ndio maana Simba wanatajwa kutaka saini ya Thaddeus Fomakweng mwenye umri wa miaka 26
anaitokea pale Stade Malien. Bana, nyota huyo alifanya vizuri kwenye michuano ya ligi ya mabingwa Afrika akifunga mabao matatu. Ameisaidia klabu yake kufuzu hatua ya robo finali kwa mara ya kwanza kwenye historia ya soka. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya tetesi ambazo zinaihusu klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba juu ya baadhi ya nyota, lakini wakati huo pia Simba wameendelea kutajwa, wako karibu kumaliza usajili wa kapteni Giban Samba wa Asante Kotoko mwenye umri wa miaka 25 na raia wa Kongo. Bana, Samba ni beki hodari ambaye anaweza kuimarisha safu ya ulinzi huku akifanya vizuri katika ligi ya Ghana na michuano ya kafu. Usajili huu unaonyesha ni mkakati wa Simba wa kutafuta mchezaji mwenye uzoefu wa kimataifa na uwezo wa kushiriki michuano ya kafu, kwani beki huyu anaweza kutoa ushindani mkubwa na walinzi waliopo kama Rushan Deruki na wengine. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya tetesi ambazo zimeendelea kuihusu klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, lakini wakati huo pia tayari Kevin Nation kutoka ndani ya klabu ya Pamba Jiji naye pia kitajwa kuwa sehemu ya nyota ambao wameshakwisha kumalizana na Simba Sports Club. Kinachosubiriwa tu ni utambulisho, na utambulisho unasubiriwa lini? Mara baada ya dirisha kubwa la usajili kufunguliwa. Kwa hiyo huenda Simba mpya tukaenda kuiona mara baada ya dirisha kubwa la usajili kufunguliwa, na tunaweza kushuhudia baadhi ya nyota kiondoka ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Na moja kati ya nyota ambaye anahusishwa kuondoka ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba ni Nio Maema ambaye ni kama ameshindwa kabisa kuendana na mfumo wa kocha, lakini tunasubiri kuona nini ambacho kitafanyika ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini hawa ni baadhi ya nyota tu ambao wanatajwa kumalizana na Simba Sports Club. Kwa hiyo mara baada ya dirisha kubwa la usajili, basi tutafahamu mbivu na mbichi juu ya taarifa hizi ama tetesi hizi ambazo zimeendelea kuwahusisha Simba Sports Club na pamoja na nyota wengine akiwemo Ramadhani Chobwedo, moja kati ya nyota ambaye kwa sasa ni moja kati ya nyota ambaye anatajwa sana kwenye tetesi hizi za usajili. Singida Black Stars wanatajwa juu ya Salum Chobwedo, Yanga wanatajwa, Simba wanatajwa kwa sasa, ambao tayari wanaonekana sasa kutajwa zaidi ya timu yoyote mara baada ya tetesi kuzungumza kwamba tayari Chobwedo. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.